Pendo Bwana Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwenye ile Injili ya Luka mtakatifu sura ya 5, kuna habari pale mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 11 juu ya habari ya kuitwa kwa Petro na wale wana wa Zebedayo, Yohana pamoja na Yakobo. Lakini ile habari ni njema kwa sababu Yesu alifika katika kando ya ziwa Genezareti kule Galilaya, akakuta vyombo viwili na Biblia inasema kimoja kikiwa cha Simon Petro, alafu akamwambia Simon Petro kwamba atweke kilindini nyavu zake. Lakini kabla hapo Yesu alikaa akiwahubiria watu kutoka kwenye kando ya ziwa Genezareti, kama hivi unavyoweza kuona kwenye kando ya ziwa Genezareti, akiwaambia juu ya habari ya neno la Mungu. Alafu baadaye akasema na Petro, na alikuwa anamwambia Petro kwa jambo lile ambalo alikuwa analifanya kila siku, kwamba nenda kavue samaki. Lakini Petro wakati Yesu anakutana naye alishakwenda kuvua samaki mara nyingi, na siku hiyo anapokutana tena na Yesu anamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi hii ya kuchoshwa usiku kucha, ilikuwa ni zamu ya usiku. Lakini Yesu hapa anamwambia nenda. Unajua kuna wakati unaweza kufanya jambo ukadhani kwamba ulipofikia basi haliwezekani tena, lakini kuna jambo utajifunza hapa kwamba Mungu anapoingilia kati maisha yako anaweza kubadilisha utaratibu. Kwa jambo lile lile la kuvua samaki kwenye ziwa lile la Genezareti, lakini majira yalibadilika. Petro alikuwa anavua usiku, hapa tunaona Yesu anamwambia akavue mchana. Na miujiza ya Mungu inatokea katika namna ambayo huwezi kuielezea. Anaambiwa kazitupe nyavu zako kilindini. Petro aliingia na wasiwasi kidogo, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba huyu anayemwambia sio mtu ambaye ana uzoefu wa mambo ya ziwa kama unavyoona, lakini pia yeye Petro alikuwa na umri kidogo mkubwa kuliko Bwana Yesu. Lakini Petro, kitu ambacho kinatupa msaada kwake, alimwambia Bwana, kwa neno lako tutakwenda kuzitupa nyavu. Kwa neno la Bwana. Maanake mara ya kwanza walikuwa wamekwenda, lakini sio kwa neno la Bwana. Jambo lolote tunapolifanya kwa neno la Mungu kuna vitu vinatokea. Unapochukua hatua kwa neno la Mungu kuna vitu vinabadilika. Petro akaenda akatupa nyavu, na maandiko yanasema alipoenda kuzamisha nyavu kilindini, na inawezekana ni eneo lile lile walikuwa wanazamisha nyavu kila wakati, siku hiyo mabadiliko yakatokea. Nini kilichotokea? Samaki wakaongezeka wengi sana, na Biblia inasema mpaka zile nyavu zao zikaanza kukatika, wakaanza kuwaita na majirani zao. Neema ya uokovu ikija kwako, nyavu zitaanza kukatika, na unapaswa uwaite na watu wengine ili waje kushuhudia muujiza. Muujiza sio kwa ajili yetu sisi, muujiza ni kwa ajili ya watu wengine ili Mungu apate kutukuzwa. Petro anaita watu, lakini sio hilo, wanaita na vyombo vingine. Na Biblia inasema nyavu zilikuwa zinaanza kukatika, samaki walikuwa ni wengi sana, na wanapoita vyombo vile, Biblia inasema navyo vikaanza kuzama. Neema ya uokovu ikija kwako, kuna vitu vinatokea vya ajabu sana. Ukiponywa na Mungu kwa mfano, lazima kuna watu watataka kujua habari ya uponyaji wako. Na maana yake ni nini? Watu wengi watafutika kujua uponyaji. Tunajifunza hapa Petro kwamba tusisite pale ambapo tunasikia neno la Mungu. Petro aliposikia neno la Yesu alikwenda kuzitupa nyavu. Maana yake ni nini? Baraka zinakuja kupitia neno la Mungu. Lakini pia uzoefu wetu sio uzoefu wa Mungu. Kama uzoefu wa Petro katika kipindi kile alichokuwa anaenda kuvua mara ya kwanza ulikuwa ni uzoefu wa kibinadamu. Alipoenda mara ya pili ulikuwa ni uzoefu wa Kristo. Kwa hiyo Mungu anapoingilia kati mipango yetu, akiingia kati kwenye biashara, akiingia kati kwenye ndoa, akiingilia kati kwenye kazi, akiingilia kati kwenye maisha yako yote, kuna vitu vinatokea na vitu vinabadilika. Lakini jambo lingine utakalojifunza ni kwamba kile kinachotokea kwako ni kwa ajili ya watu wengine. Ita watu wengine wapate kumjua Mungu kwa namna tofauti. Petro akaita watu wengine waje pale waangalie muujiza wa Mungu. Lakini Petro alikuwa anajua ule muujiza utaishia pale pale. Lakini nini kinachotokea? Yesu hakumtaka yeye kwenda kuvua tu samaki, lakini alimtaka kwa ajili ya kuvuta watu wengi. Na Yesu anamwambia Petro, acha kila kitu unifuate. Alikuwa hajaona kile ambacho Yesu alikuwa anamwambia amfuatie kwacho. Lakini nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, Petro baadaye alikuja kuwa mtumishi mkubwa sana wa Bwana. Petro baadaye alikuja kuvuta watu wengi sana. Petro baadaye mambo ambayo hakuyaona siku ile alipoitwa na Yesu. Leo inawezekana kwako ni ndogo, lakini kuna vitu vikubwa vitatokea kwako kwa jina la Yesu unapochukua hatua ya imani. Leo inawezekana kwako uone chochote, inawezekana hata kwa watoto wako uone chochote, lakini neema ya Mungu inapoingilia kati maisha yako, kuna vitu vinabadilika, kuna vitu vinainuka. Ninakuombea amani ya Bwana pale ulipo, haijalishi unapita kwenye changamoto gani, haijalishi kuna misiba, haijalishi kuna changamoto yote ya maisha, kuna magonjwa, kuna vita yote. Mungu akiingilia kati hiyo hali, kuna vitu vinabadilika. Mwambie Mungu leo, fanya kama ulivyofanya kwa ile habari ya Petro kwenye ile ziwa Genezareti. Unaona ziwa hapa, maji yanasukuma yanakuja huko yanarudi tena hivi. Mungu anapoingilia kati, unaona movement kama hizo kwenye maisha yako.
Kwa hiyo ninakuambia pale ulipo, Bwana akabadilisha maisha yako kama alivyobadilisha maisha ya Petro, mambo yakaongezeke, uchumi ukainuke, biashara ikakae vizuri, na Mungu akupiganie, Mungu akulinde, Mungu akutunze katika jina la Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, tunakushukuru tena kwa ajili ya injili ya siku ya leo. Asante Bwana, wewe ni Mungu wetu, ni Baba mwema, ni Baba mtakatifu unayetuwazia mema kila wakati. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako sasa na hata milele. Asante kwa ajili ya uweza, asante kwa ajili ya nguvu ambayo umetupa ndani yetu. Mungu, tunalihimidi jina lako. Baba, tunaomba siku ya leo ukaibariki, siku ya leo ukailinde, na ukatupiganie katika mambo yote. Na Mungu, ninaachilia baraka kwa ajili ya mtazamaji wetu katika kipindi hiki, na kubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.